Baraza la Ushindani majukumu yake ni ya msingi ni kusikiliza mashauri ya rufaa kutoka tume ya ushindani FCC na mamlaka za udhibiti. Lakini mbali na jukumu hilo ambalo linatekelezwa chini ya mwenyekiti Mheshimiwa Jaji Rose Ibrahim, vile vile baraza lina jukumu la kutoa elimu kwa wadau wake ili kuweza kuifahamu taasisi hii ya serikali, umuhimu wake, na hasa kuweza kuifikia pale wanapopata changamoto mbalimbali. Tumegundua Baraza la Ushindani ni taasisi ambayo haifahamiki sana kwa wananchi walio wengi, lakini Baraza la Ushindani ni chombo ambacho hakifahamiki sana. Ndio maana tumekuwa na mkakati wa kutoa elimu hii kwa wadau wetu ili waweze kutufahamu na hasa kulifikia Baraza la Ushindani pale wanapopata na changamoto za masuala ya masoko na ushindani wa masoko. Baraza la Ushindani limekuwa likiendesha mafunzo haya katika mikoa mbalimbali. Kuanzia mwezi Disemba hadi sasa tumeshafanya semina katika mikoa 9. Tayari tumeshafanya semina za kujengea uwezo wadau wetu katika mikoa ya Lindi, Mtwara, Mbeya, Mwanza, Kigoma, Arusha, Kilimanjaro, Dodoma, na leo hii kwa furaha kubwa tumefurahi kwa kujumuika nasi wadau wetu wa Dar es Salaam ili tuweze kuwajengea uwezo wa kulifahamu Baraza la Ushindani. Wito ni kwa wafanyabiashara tuzingatie matakwa ya sheria ya ushindani kama yalivyo kwenye sheria, na tuendelee kupunguza au kuepuka vitendo vya kupanga bei, kugawana masoko na kufanya mikataba ya kuathiri ushindani kama ambavyo nishasema, na tufanye biashara kwa uadilifu, uwazi na kwa kuzingatia maslahi ya mlaji. Kwani ni ukweli usiopingika kwamba kama kunakuwa uchumi umekaa vizuri na ushindani umewekwa kwa ajili ya sheria, basi unatusaidia, unapunguza gharama, kwa sababu watu wote tunafanya biashara yani kiushindani wa kihalali. Kila mtu tutapata vitu ambavyo ni quality, itatusaidia, yani unaongeza ubora na wa bidhaa na huduma, kwa sababu tutashindana katika kutoa zile huduma. Pamoja na hayo tunawajibika, yani wajibikaji wa wafanyabiashara watakuwa wanawajibika hata na kwa wateja wao na kwa serikali na taasisi na vyombo vyote vinavyotoa kama leseni na mwisho yote kusaidia hata kwenye mambo ya kupata kodi na sisi kupata huduma nzuri. Na zaidi pia tunakuza ufanisi na uzalishaji, tunakuza ubunifu. Yote hayo yanakuwa yanasaidia na unaongeza fursa za ajira na uwekezaji. Naomba na mimi nitoe wito kwanza kwenye mamlaka za udhibiti ambazo zipo. Naomba kwa kweli tuendelee kushirikiana na baraza na tufuate misingi ya sheria na kazi katika kuamua na kusikiliza na kudhibiti masuala yote ambayo yanaenda kinyume na sheria za ushindani. Na kwa wadau wetu pia, kama nilivyokwisha kusema, naomba tuendelee kuwa wawazi katika ufanyaji wetu wa kazi, na mbali ya sio hayo tu, lakini pia naomba tuwe wazi katika kutoa taarifa tunapoona kwamba kunakuwa na masuala yanayoenda kinyume, na tuweze kuimarisha uwezo wetu wa kuweza kufanya biashara, ili isiwe kwamba mwenye nguvu aendelee kubaki, asiyekuwa na nguvu basi biashara yake ife. Katika biashara ni muhimu sana kuwa na uhaki. Haki ni ya muhimu sana katika kufanya biashara kwa maslahi mapana ya kupata matokeo jumuishi kwenye jamii husika. Hivyo ushindani wa haki sio chaguo, yani huchagui kuwepo kwa ushindani wa haki, bali ni sharti la maendeleo ya kuendeleza viwanda na biashara na ukuaji wa sekta yote, sekta ya biashara, lakini na ustawi wa mlaji na jamii kwa ujumla. Sasa hayo yote ndiyo manufaa ya kuwepo kwa ushindani wa haki kwa kifupi. Lakini sasa ili uweze kuyapata hayo, Wizara ya Viwanda inatambua kwamba soko huru lenye ushindani wa haki ni nguzo kuu ya uchumi imara, shindani na jumuishi kupitia taasisi kama hii ambao leo tunapenda kupata uelewa wake, kwamba Baraza la Ushindani la Tanzania na Tume ya Ushindani ambao moja ya taasisi inayoambatana na hii, lakini na taasisi zingine zote za serikali, inaweka mfano madhubuti
wa kuhakikisha biashara zinaendelea kufanyika kwa misingi ya uwazi, usawa na ulinzi wa mlaji. Kwa hiyo serikali imeendelea kuimarisha mazingira ya biashara nchini na kuhakikisha kwamba sera zinafanyiwa marejeo. Sasa hivi Wizara ya Viwanda tuna sera ya taifa ya biashara mpya inayoratibu shughuli za kibiashara ili kuwezesha mazingira ya biashara yatoe fursa na usawa katika ufanyaji biashara. Baraza linaimarisha imani ya wadau katika mfumo wa udhibiti wa soko, uwepo wa chombo huru cha kimahakama katika mfumo wa ushindani unaoleta uwiano kati ya udhibiti na haki katika biashara. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba wizara ina imani kubwa katika masuala haya ya kusimamia udhibiti, hasa kwenye masuala yanayozingatia na kuwa na mwelekeo wa kisera, kuhakikisha katika utungaji wake unaainisha vizuri namna biashara inavyoweza kufanyika kwa ufanisi nchini. Hivyo taasisi zilizoko chini yake chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara na taasisi zingine ambazo zinasimamia kama mamlaka zina majukumu ya kutekeleza majukumu yao kwa weledi ili kuhakikisha biashara zinafanyika kwa uwazi na kwa haki. Hivyo tunasisitiza umuhimu wa uelewa wa pamoja kwa wadau, na ndio maana tumekutana leo hapa kuhakikisha kwamba tunaelewa kwa mtu binafsi na sekta kwa ujumla namna masuala ya kisheria na baraza linavyofanya kazi. Taasisi za udhibiti na vyombo vya utoaji haki kama FCT na wengineo wana haki na wajibu wa kusimamia masuala ya haki na usawa katika ufanyaji biashara. Kwa wadau wote kutumia fursa hii mliohudhuria hapa kuhakikisha mnasikiliza kwa umakini na kujadiliana kwa uwazi na kubainisha uzoefu wenu na changamoto mnazozipitia kwenye masuala ya kibiashara, kisha mtoe mapendekezo ya namna itakayosaidia wizara kupitia baraza hili kuweza kuendelea kuboresha na kusimamia na kuwafikieni kwa urahisi ili muweze kunufaika na jukumu hili walilopewa. Hivyo basi, kwa upande wa Wizara ya Viwanda na Biashara, tunaahidi kuendelea kuimarisha mifumo ya kisera, kuendelea kusimamia na kupitia sheria mbalimbali ili ziweze kutoa fursa zaidi ya ushiriki wa wadau na sekta binafsi kwa masuala ya biashara.